Taarifa nyingine ambapo chama cha mawakili nchini kimeandaa maandamano ya amani kushinikiza uchunguzi wa kina kufanywa kufuatia vifo vya wanasheria wawili waliopatikana wamekufa katika maeneo tofauti mwanzoni mwa juma hili. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Charles Kanjama, mawakili hao wamesema hatua hiyo inazua hofu kuhusu usalama wa mawakili nchini, wakitoa wito kwa serikali kuweka mikakati ya kuhakikisha wanasheria wako salama wanapotekeleza majukumu yao. Baada ya wakili Edward Muthee Kariuki kupatikana ameuawa nje ya boma lake eneo la Athi River tarehe 5 mwezi huu, na mwili wa wakili Esther Wairimu Kaige kupatikana baada yake kutoweka wiki kadhaa. Chama cha mawakili nchini LSK kimeandaa maandamano ya amani katika maeneo tofauti nchini kushinikiza uchunguzi wa kina kufanywa kufuatia vifo vya wanasheria wale. Young advocates, mid-bar advocates, senior advocates, external practitioners, litigation lawyers, commercial and conveyancing lawyers, lawyers in academia, lawyers in the judiciary. We have expressed our concerns with the deaths of Esther, Edward, and even the unexplained death of Chalom Bobu, who was assassinated a few months ago. We have requested for robust investigations. We have requested for a high-level investigation team to be set up. Wakiongozwa na mwenyekiti wa LSK nchini Charles Kanjama, wamesema wawili hao walikufa kwa njia tatanishi, hatua inayoleta hofu kuhusu usalama wa mawakili nchini na kutoa wito kwa serikali kuweka mikakati kuhakikisha wanasheria wamo salama wanapoitekeleza kazi yao. We mourn the tragic and mysterious deaths of two of our colleagues, Esther Wairimu and Edward Muthee, whose lives were cut short under circumstances that raises serious questions and demand urgent answers. While investigations are ongoing, the circumstances surrounding these killings have created deep concerns within the legal profession and among the public. Wakisema wanafaa kuwa na uhuru wa kutoa huduma zao bila kuuziwa uoga na yoyote, wakisema kama hawatatishika wanaposhinikiza haki kutendeka na watasalia imara katika utendakazi wao. If these acts were intended to silence, intimidate or instill fear in advocates carrying out their constitutional duty, then they constitute a direct attack on the rule of law and an administration of justice. Advocates must be able to discharge their professional duties without fear, threats, harassment, or violence. We also call upon the government and all relevant institutions to create concrete measures to guarantee the safety and security of advocates and all officers involved in the administration of justice. Maandamano haya yakifanywa pia katika maeneo mengine ikiwemo kaunti ya Machakos, ambapo mawakili hao wamezitaka taasisi za usalama kufanya uchunguzi wa kina na haraka ili waliotekeleza mauaji hayo wachukuliwe hatua za kisheria. Law Society of Kenya Machakos chapter therefore calls upon the relevant investigative agencies to conduct prompt, independent, transparent and credible investigations into these deaths, bring those responsible to justice and keep the public informed of the progress of the investigations. Isaac Musyoka, Undugu TV.